Ikiwa ni mahafali ya 55 duru ya kwanza ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambayo imefanyika leo tarehe 18 Novemba 2025 hapa katika viwanja vya Mlimani City jijini Dar es Salaam. Makini TV tumepata nafasi ya kuzungumza na moja ya mwanafunzi ambaye amehitimu shahada ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma katika ndaki ya Shule Kuu ya Uandishi wa Habari na Mawasiliano kwa Umma SJMC ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ungana nami Amina Jamal kwenda kufuatilia safari yake ya elimu kuanzia alipoanza mwaka wa kwanza mpaka sasa anahitimu. Jina langu mimi naitwa John Selijo Kalinga, ni mhitimu wa shahada ya uandishi wa habari katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika ndaki ya SJMC. Okay. Ni kitu gani kilikusukuma kuchagua kusoma program uliohitimu? Kiupande wangu mimi uandishi wa habari nimeanza kupenda tangu mdogo sana. Na nilivyokuwa nikiwasikia watu wakitangaza, lakini pia nilivyokwenda advance nilipata nguvu zaidi. Nilipata nguvu zaidi ya kusomea uandishi wa habari kwa sababu pale palikuwa na programu ya habari. Kwa hiyo nilikuwa nikiwaona watu wakitangaza na mimi nikishiriki pia nilikuwa navutiwa zaidi, ndo mwisho wa siku nikachagua kuja kusomea uandishi wa habari. Unajisikiaje kuhitimu siku hii? Yaani unajisikiaje kwa siku hii ya leo kwa ajili ya mahafali yako? Kiukweli ni furaha, tena ni furaha kubwa sana kwa sababu miaka mitatu sio mchezo, unapitia milima, unakufeli, kufaulu, lakini mwisho wa siku wote tumemaliza kama hivi, tumetunukiwa shahada yetu. Na ni kitu gani ambacho unajivunia katika taaluma yako kuanzia mwanzo wa mwaka ulipoanza mwaka wa kwanza mpaka sasa hivi unahitimu? Kikubwa mimi ninachojivunia ni kwamba tangu nimeanza kusoma mimi nimepata marafiki bora sana. Yaani nawashukuru sana marafiki zangu kwa sababu mimi bila kampani yangu nadhani pengine nisingekuwa hapa. Kwa hiyo najivunia sana marafiki na ile kampani niliyokuwa nayo tangu nimeanza mwaka wa kwanza, na ninashukuru Mungu kwa sababu nimemaliza nayo ile kampani. Kwa hiyo ni kitu ambacho najivunia sana. Sawa, ni changamoto gani kubwa zaidi ambayo ulikutana nayo kipindi cha masomo? Yaani ukisema changamoto gani nimekutana nayo kubwa zaidi, niseme changamoto gani nyingi nilizokutana nazo, sio moja, kwa sababu nimekutana na changamoto nyingi sana. Ikiwemo sometimes kukatishwa tamaa, na sisi ambao tunakuta tunajisomesha mara nyingi ndio inakuwa ni changamoto zaidi, unakuta unakwama kiuchumi, na wakati ulipe ada, ulipe kodi na nini, chakula. Kwa hiyo kuna wakati mpaka unafikiria labda niende nyumbani tu nikapumzike, lakini hatimaye sasa hivi tumemaliza. Kwa hiyo kuna muda ilikuwa inakatisha tamaa sana. Sawa, katika kukatishwa kwako tamaa, ni mtu gani ambaye alikuwa anakusaidia kwa kipindi chote cha masomo yako? Kama nilivyokuwa nimesema, kampani nilikuwa nayo ilikuwa hasa zaidi nisome, lakini pia mimi nina mamangu, lakini alikuwa ananipa moyo, yani ananitia sana moyo, hivyo pambana. Kwa mwisho wa siku ndio nimemaliza kama hivi. Katika changamoto zako, ulishawahi kufikiria kuacha masomo na ni kwa nini na ilikuwaje? Mimi nilifikiria kuacha masomo nikiwa mwaka wa kwanza kwa sababu ilikuwa ni maisha magumu sana. Nilikuwa yaani mkopo wangu nilikuwa hujitoshelezi, alafu nilikuwa na maisha magumu sana. Kwa hiyo ilifika kipindi nikasema kabisa mimi ni mwisho. Basi yametosha kabisa, nirudi nyumbani. Lakini nashukuru washauri walinishauri, tukakaa, basi tukasaidiana mpaka sasa hivi nimefika hapa. Sawa, kuna wanafunzi sasa hivi nao wanapitia changamoto, unawashauri nini? Mimi nachotaka kuambia ni kwamba changamoto ni inakupima na sio kwa njia inakuja kwa ajili ya kufelisha, hapana. Changamoto inakuja kama kikwazo ili ukomae zaidi kwa kile unachokitaka. Kwa hiyo naamini wanapitia changamoto, lakini wakaze buti, wakitatua changamoto watafanikiwa. Mipango yako sasa baada ya kuhitimu? Nadhani mipango ilianza mwanzo kabla naanza kusoma. Kwa hiyo mimi ni mpango wangu, nilijua kabisa kwamba nilimaliza nitafanya kazi gani, ndio maana nimekuwa mwandishi wa habari. Kwa hiyo mimi niko mwandishi wa habari na naendelea kuwa mwandishi wa habari. Na hiyo ndio mipango yangu. Kwa mtazamo wako, kwa elimu ambayo uko nayo sasa hivi, imekusaidiaje kukutanua kiakili na kitaaluma zaidi? Kiukweli elimu nilionayo imenitanua zaidi kwa sababu pengine mambo nilikuwa nayaona wakati naanza na kabla sijaipata elimu nilikuwa ni mambo tofauti sana. Nilikuwa nafikiria labda media zinafanya kitu fulani, labda kwenye tasnia ya habari kuko hivi, labda kwa nini waandishi wako hivi, lakini kwa sasa nimejua fika kwamba kwa nini tupo hapa na kwa nini waandishi wanafanya hii kazi. Kwa hiyo nimepata upeo mkubwa zaidi katika tasnia ya habari kwa ujumla. Una ujumbe gani kwa wahitimu ambao wamehitimu siku hii ya leo na kwa walimu pia? Kwa wahitimu wenzangu nataka kusema tuendelee kushirikiana, lakini pia tusijibweteke kwa sababu tukakosa kazi labda tukaacha kabisa. Wengine kabla hata gradu haijafika wengine walikuwa wamesharudi nyumbani na hawajarudi kabisa kwenye gradu. Kwa hiyo tusifanye hivyo kwa sababu ukifanya hivyo unakuwa umepoteza kabisa. Tukubali kujitolea, tukubali kufanya kazi hata kwenye ujira mdogo kwa sababu tuna expectation kubwa sana, matarajio ni makubwa sana kwamba wao tukisoma tutapata kazi ya milioni 1, milioni 2, lakini tukubaliane na hali. Asante. Tumepata wasaa wa kusikia safari ya elimu ya John, mwanafunzi ambaye amehitimu shahada ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma ya Shule Kuu ya Uandishi wa Habari na Mawasiliano kwa Umma ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Jina langu ni Amina Jamal wa Makini TV.